Karibuni tena mara nyingine ndani ya 044 TV Kenya. Hapa ndipo kuna taarifa kemkem, habari ya motomoto. Katika kwenye mkononi mwangu hapa siku ya Jumapili, siku ya Jumamosi samahani, tarehe 31. Niko na gazeti ya Taifa Leo, gazeti ya kisiasa ambayo kurasa wake ni kurasa wa 7, ambayo kichwa pale imeandikwa kwamba barua. Na hii barua ni barua ya Geoffrey Gachagua, ya kwamba kuna tukio moja ambayo Gachagua alitamuka kule Januari mwaka 2025 tarehe 19 kule Laikipia County. Na ndugu zangu, jambo ambayo imefanya nisungumuse kuhusu hii gazeti ya Taifa Leo kurasa wa 7 ambayo imeandikwa kichwa pale barua, ya kwamba Mheshimiwa Geoffrey Gachagua, mimi kama kijana, mimi kama mtetezi, mimi kama mwanaharakati, mimi kama mwanasiasa mchanga, ningependa kujulisha Geoffrey Gachagua kitu kimoja, ya kwamba tafadhali Mheshimiwa Geoffrey Gachagua, komesha masuala yako na kulumbana na wanamuziki kule maeneo ya Mlima Kenya. Kwa sababu nimejaribu kufanya research, mimi kama mjukuu wa bunduki, sijawahi pata mtu ambaye Gachagua mwenyewe kama Geoffrey amaye kumsaidia yeye kama Gachagua. Sijawahi. Na hii mambo ya Gachagua kuincite watu kupigana wanamuziki kutoka maeneo ya Mlima Kenya ni jambo ambayo yenye sio busara kabisa. Na hizi ndio jambo nataka kusungumuza kindani, ya kwamba Gachagua, wacha kuincite watu wenu wa Kikuyu kupigana wanamuziki ambao wanaunga serikali mkono. Serikali hii ambalo wewe mwenyewe sasa unapigana wanamuziki, wewe mwenyewe Geoffrey Gachagua ulikuwa chief campaigner. Wewe Geoffrey Gachagua. Na baadhi ya wanamuziki walikuwa upande wa Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai na Mheshimiwa SK Macharia. Lakini kwa sababu wakati ule haukuwa unajua, haukuwa unaona yale Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa anasema, ndio umegundua leo. So wanamuziki wako na haja kupata mapato yao. Kama serikali wanampea mapato, wachana wanamuziki Geoffrey Gachagua kabisa. Ndio maana mimi naudhika sana wakati mtu kama Geoffrey Gachagua ana incite watu ili afuruge wanamuziki kwa sababu tamaa yake ya kibinafsi. Ndugu yangu watu wa Mlima Kenya, ndugu yangu wa Kikuyu, msidanganywe na Geoffrey Rigathi Gachagua kwa sababu tamaa ya uongozi. Mimi nataka niulize kwa kindani tu, ni nini wanamuziki wamefanya? Na ni pesa ipi Geoffrey Gachagua amepea hao wanamuziki ndio maana aanze kuwadai ya kwamba nyinyi msiunge serikali, ya kwamba niliwalipa? Ndugu zangu wa Kenya, ndugu zangu wa Kikuyu, mimi kila mtu hako na haki yake kusupport kuunga mtu wowote mkono, ila Gachagua hawezi kutudemand na kutulekeza wale ama mahali ambapo tunafaa kuunga mkono sisi kama vijana, sisi kama wanaharakati, sisi kama wanamuziki. Hakuna namna na uwezo yote Gachagua kutulekeza moja kwa moja kwamba ungeni pande hii, msipounga ya kwamba hamtakubalika na wananchi. Ndugu zangu wa Kenya, ukiangalia tabia ya Gachagua ya kudictate watu wafanye jinsi Gachagua anataka, the same way alipokuwa ndani ya serikali ana dictate ili watu wa support serikali kwa lazima. Na hii nataka kusema wakati financial bill mwaka 2023, wakati Muthoni wa Muchomba alijitokeza kupinga financial bill, Gachagua aliandamana pamoja akafululisha hadi Githunguri constituency, maeneo ya bunge ya Muthoni wa Muchomba. Kisha Gachagua akatafuta yule mpinzani wake ya Muthoni wa Muchomba, akasema ya kwamba huyu ndiye atachaguliwa mbunge mwaka 2027, ila Gachagua hakujua kwamba kuna siku yeye ndiye atatangulia nyumbani wa Muchomba hakibaki kama mbunge. Kwa sababu Gachagua alikuwa anafanya haya kwa sababu Muchomba alikuwa anapinga ile sera mbofu ambalo serikali ya Kenya Kwanza ilikuwa inaongozwa na William Ruto na Geoffrey Rigathi Gachagua. Kisha Gachagua akaanza kusema kwamba Githunguri constituency hawatapata maendeleo. Hebu angalia vitu kama hizo, vitu zopusi, vitu ambayo ina faida, vitu ambayo ina maana kwa wana Kikuyu. So unapata huyu mtu haja yake ni kutajirika. Ndio maana sema naambia watu, ndugu zangu watu wa Mlima Kenya, msidanganywe na Geoffrey Gachagua. Muulizeni Gachagua unatakaje? Si Gachagua na bebe nyinyi akili. Sasa anasema Ruto ni mbaya. Aliyeleta Ruto ni nani nyinyi wa Kikuyu? Tusemeseni ukweli, tuache hii mambo ya kukua na feelings. Ni nani alileta William Samoei Ruto Mlima Kenya? Ni nani alichangia William Ruto
kuchaguliwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Si ni Geoffrey Rigathi Gachagua? Why now Gachagua analazimisha watu ya kwamba usipounga mkono yake ama mrengo yake, sasa wewe ni mwadui ya Wakikuyu. Na yeye anasahau ya kwamba yeye ndiye alichangia hii serikali mbovu. Kwa sababu ameondolewa sasa ndiye anajifanya kuwa anajua. Wakati Gachagua alikuwa anapea tenda ya neti ya bilioni 3.5, aligawia Mkikuyu yupi? Aligawia waimbaji gani, wasanii gani kutoka Mlima Kenya? Sisi wajinga ndugu zangu. Lazima tuambie watu kweli. Katika hiyo muungano kama kuna mtu ambaye tunaweza consider ni Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, ila sio Geoffrey Gachagua. Gachagua acha kutupanga bwana. Afadhali Kalonzo tupange kuliko mtu ambaye ni mauru. Kama Gachagua ameweza manage kuibia Mama Ngina mali yake, sasa atakuibia mali yako kama akirudi kwa serikali kiasi gani? Lazima tuweke vitu wazi. Ni nani Kalonzo ameibia mali kule company? Haipo. But huyu akaibia Uhuru Kenyatta mbuzi zake. Akafanya njama jinsi watakata shamba ya Mama Ngina. Then saa hii anataka kutudictate ati wewe kama mwanamuziki usipounga mkono ya mrengo yake, ati wewe ni adui ya Mkikuyu. Lazima tusemezane ukweli. Mimi nataka kuambia Geoffrey Gachagua, koma kabisa kudictate waimbaji wa Kikuyu kusupport wewe. Wewe hauna faida kwa waimbaji wa Kikuyu. Hiyo ni ukweli mambo. Pili, hauna faida kwa vijana wa Kikuyu. Haujaishikilia mkono wa vijana. Uhuru Kenyatta amekwama na vijana wa Mlima Kenya. Uhuru Kenyatta amekwama na vijana wote. Then sasa unatuambia nonsense. Wanataka kutuambia my friend, mimi ninasema ya kwamba the right man ambaye atakupanga katika hii muungano ambaye anatengenezwa ni Honorable Daktari Stephen Wakili Kalonzo Musyoka, Senior Counsel. But mtu kama Gachagua anatupanga nini? Sisi tuna believe Mlima Kenya ni Uhuru Kenyatta na Maina Njenga. Hapo ndio tupo. Wacha kutupanga na mtu ambaye hawezi kusaidia mtu. Maina kuna vijana almost 10,000 ambao anasaidika chini ya Mheshimiwa Chairman Maina Njenga. The same na Uhuru Kenyatta Migai. Huyu Gachagua ambaye anasema yeye ni mtetezi wa Mgema. Ninauliza, hebu mjitokeze uniambie mimi watoto wangu 5 ama vijana 5 kutoka Mlima Kenya Gachagua amesomesha. Hakuna. Uhuru Kenyatta amesomesha watoto ya watu wengi. The same na Maina Njenga. Then huyu Gachagua nini amefanyia Wakikuyu? Then anataka demand kuharibu maisha ya wanamuziki kule Mlima Kenya. Hatutaruhusu. Kama uta change Gachagua, hii nakuambia, kama uta change, utaangalia Kalonzo Musyoka akiwa president, utaangalia kama Governor Tesia anatembea anakuwa kwa serikali hiyo kama wewe utapangwa. Lazima kuwa na nidhamu. Uwezi simama uanze kutukana watu unajua wewe ni mjinga. Uanze kutukana wapo wewe ni mwizi. We know very well kwamba serikali hii inafanya makosa. But ukishakuwa kiongozi, kuwa na nidhamu. Angalia hata Kalonzo vile anazungumza. Kalonzo anakosoa Ruto na nidhamu. Ndugu yangu, huwezi simama kama wewe kiongozi unaanza kutokana rais ni muuaji, rais ni muizi, rais juu Kasongo. But no bwana, no bwana. Lazima tuheshimu. Ruto pia ni mzazi. Ruto pia ni baba ya mtu hata kama anafanya makosa. The same way ulizoambia kwamba Uhuru Kenyatta asiwaue jinsi baba yake Kenyatta aliua JM Kariuki. Angalia ujinga kama hiyo. Mtu kama namna kiwango ya Gachagua. Na Gachagua anasahau ya kwamba amekula kwa nyumba ya Kenyatta. Anasahau amekuwa mpia ya Uhuru Kenyatta. Kama Uhuru Kenyatta president. Then anasimama juu ya gari kwa sababu amelipwa na mtu. Ati Uhuru Kenyatta usituue jinsi babaka aliua JM Kariuki. Hizo ni nonsense my friend. My friend, nita recognize Maina Njenga more than huyu jangili. Huyu Gachagua. Nita recognize sana Mheshimiwa Chairman. Nita recognize zaidi Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Nita recognize zaidi Mheshimiwa Fred Matiang'i, but siwezi recognize Mheshimiwa Gachagua. Gachagua lazima arudishe toni yake chini. Ajue ya kwamba Kenya inaongozwa na katiba, so long as Rais William Ruto anafanya makosa na bado ni rais kwa ofisi. Tuheshimu rais na tuheshimu ofisi. Kama anataka kuheshimiwa, yeye pia heshimu ofisi ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Mimi siungi Ruto mkono. But the same jinsi Gachagua anazungumza mambo ya pusi zaidi. Bana, lazima Gachagua afahamu ya kwamba serikali kuna kanuni. Nchi ya Kenya, wakati tunadhalilisha ofisi ya rais, hatudhalilishi Ruto. Tunadhalilisha nchi yetu kama wa Kenya. Lazima tukataa Geoffrey Gachagua one and for all.
kabisa. Langu jina mjukuu, hii ni 044. Kama ni mara kwanza na kuomba nipe support, subscribe, like, comment, share video. Mungu awabariki.